Naam, karibu sana kwa chaneli yangu. Jina langu ni Dandy Africana. Iwapo ni mara ya kwanza na kusii, subscribe kisha weka alama ya kengele, na iwapo uko kwenye mtandao wa TikTok na kusii niweze kunifollow ili uweze kupata mengi zaidi yanayojiri kote ulimwenguni. Siku ya leo nimekuandalia makala rasmi kutoka bara la Afrika na kupatia orodha ya marais ambao waliweza kuitawala nchi tofauti, hivyo basi baadaye wakaweza kufungwa gerezani kupitia matukio tofauti walioyatenda. Tunazama mpaka nchi ya Sudan ambayo sasa hivi tunapozungumza iko kwenye vita hatari zaidi, watu wakipigana hususan kwenye mambo ya kujikita ya kisiasa. Omar al-Bashir, huyu alikuwa rais wa nchi ya Sudan kuanzia mwaka 1989 mpaka 2019. Aliondolewa madarakani mwezi wa Aprili mwaka 2019. Hivyo basi vifo vya watu wengi viliweza kusababisha katika nchi ya Sudan. Inasemekana kwamba rais huyo Omar al-Bashir aliweza kufungwa gerezani miaka 2. Basi ni kufahamishe kwamba katika nchi ya Sudan mtu mwenye miaka zaidi ya 70 hakai jela ya kawaida, hivyo basi anafungwa kwenye jela ya maalum ya kumrekebisha. Charles Taylor, huyu ni rais aliyekuwa wa nchi ya Liberia. Inasemekana kwamba Taylor alikuwa rais wa Liberia kuanzia mwaka wa 6 rais wa Liberia kwa miaka 6 kati ya mwaka 2097 hadi 2003. Yuko jela sasa hivi, anaendelea kutumia kifungu chake cha miaka 50 alipohukumiwa mwaka 2012. Kesi yake ilichukua zaidi ya miaka 5 kusikilizwa. Ilianza kusikilizwa mwaka 2007, wakati huo akiwa na miaka 64. Taylor alihukumiwa kwa makosa ya dhidi ya binadamu ikiwemo mauaji, ubakaji na kuweka watu katika maisha ya kingono. Olusegun Obasanjo, huyu ni rais ambaye alikuwa wa nchi ya Nigeria. Basi ni kufahamishe kwamba huyu ni mojawapo ya rais ambao walikuwa maarufu sana barani Afrika. Alikuwa rais wa nchi ya Nigeria kuanzia kipindi viwili ya miaka 1976 na mwaka 1979. Hivyo ndivyo alimaliza mwaka wa kwanza, na mwaka wa pili ni 1999 mpaka 2007. Alihukumiwa kwenda jela miaka 30, akimtuhumu aliyekuwa kiongozi wa jela wa jeshi la nchi hiyo wakati huo Sani Abacha kama alitumia nguvu za kijeshi kumfunga. Alifungwa miaka 30 jela, lakini baadaye ilipunguzwa kwa msamaha wa rais Abacha wakati huo mpaka kufikia miaka 15. Obasanjo anasema alilipinga jeshi la hasa kiongozi wake Abacha ndo hasa kilichompelekea kuondolewa madarakani na kuwekwa jela. Msimamo wake ulisababisha kukamatwa na kujaribu kufungwa miaka 30, lakini baadaye Abacha aliweza kumpunguzia miaka mpaka 15. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, visiwa vya Koromo, kwa kimombo wanasema Comoros au sio, alishinda kiraisi uchaguzi wa tarehe 14 Mei 2006 na kuwa rais kwenye uchaguzi wa kwanza kidemokrasia usio na machafuko katika historia ya visiwa hivyo. Alisoma elimu yake kwenye msingi wa Kiislamu katika nchi ya Sudan, Saudi Arabia na Iran, akisoma chi ya Ayatollah Mesbah Yazdi ikiwa ni njia ya Kiislamu. Kwa sababu hiyo na kukaa kwenye nchi ya Iran, walimpachika jina Ayatollah wa Comoros lililodumu mpaka siku ya leo. Mwaka 2018 alituhumiwa na kuwekwa ndani kwa makosa yanayohusu hati za kusafiria visiwa hivyo, akielezea kupokea hongo ya karibu dola 200,000 kuwezesha hiyo ya kushirikiana na Bashir Kiwani mmoja kufanya biashara wakati wa nchi na kutoka nchi ya Syria. Laurent Gbagbo Ivory, yani ukipenda huyu ni rais aliyekuwa wa nchi ya Ivory Coast. Baada ya kuwa mpinzani kwa miaka 20,
Laurent alishinda na kuingia madarakani mwaka 2000. Miaka miwili baadaye kukazika vitu tofauti katika nchi hiyo. Ghasia zilizosababisha uchaguzi mkuu mwaka 2005 kuahirishwa mara 6 mpaka mwaka 2010 ulipofanyika. Hata hivyo, alikataa kushindwa katika uchaguzi huo uliompa ushindi Rais Alassane Ouattara. Inasemekana kwamba rais huyu Laurent ametoka katika jela hivi karibuni baada ya miaka 10 ya kesi yake, na hivyo basi mahakama ya kimataifa iliweza kumhukumu kupitia makosa ya uhalifu. Alishtakiwa kwa makosa ya uhalifu dhidi ya binadamu kufuatia ghasia za baada ya uchaguzi zilizosababisha vifo vya watu takriban 3,000, huku zaidi ya watu nusu milioni wakiachwa bila makazi katika uchaguzi uliobikwa na utata wa 2010. Ndugu, basi hayo ndo baadhi ya makala ambao nimekuandalia siku ya leo kuhusu marais ambao waliweza kufungwa gerezani baada ya kuingoja nchi zao tofauti. Basi kazi kwako ni kusubscribe kisha uweza kunifollow ili uweze kupata taarifa tendeti zinazojiri kote ulimwenguni. Langu jina ni Dandy Africana, inshallah.